Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Machi 29, kutukuzwa mbele ya ulimwengu. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Yohana 17 mstari wa 4. Tuombe. Asante Baba kwa kutuamsha salama. Tunarudisha sifa na shukrani kwako. Tunajikabidhi kwako. Tunaomba utuongoze tunapoyajifunza maandiko yako asubuhi ya leo, kwa pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kwa kumfunulia Yesu kutoka kwa waliokufa, Baba alimtukuza mwanawe mbele ya walinzi wa Kirumi, mbele ya majeshi ya Shetani na mbele ya ulimwengu wa mbinguni. Malaika mwenye nguvu akiwa amevaa mavazi ya mbinguni alishuka, akitawanya giza njiani mwake na akivunja muhuri wa Kirumi. Aliviringisha lile jiwe kutoka kaburini kana kwamba ni kokoto, akitingua kwa muda mfupi kazi ambayo adui alikuwa ameifanya. Sauti ya Mungu ilisikika ikimwita Yesu kutoka katika nyumba yake ya gereza. Walinzi wa Kirumi waliwaona malaika wa mbinguni wakisujudu kwa heshima mbele zake yeye ambaye walikuwa wamemsulubisha, na kisha akatangaza juu ya kaburi la Yusufu lililo wazi, mimi ni ufufuo na uzima. Je, tunaweza kushangaa kwamba askari walianguka chini kama wafu waliokufa? Hapana. Kwa Yesu mbinguni, katikati ya wingu la malaika wa mbinguni, kulimletea utukufu. Aliufunika utukufu ambao ukionyeshwa kwa mng'ao wake wote, wanadamu wanaokufa wasingeweza kustahimili na kuendelea kuishi. Alikuja ulimwenguni kama mwanadamu. Alipaa katika nyumba yake ya mbinguni kama Mungu. Maisha yake ya kibinadamu yalikuwa yamejawa na huzuni na majonzi kwa sababu ya ukatili wa kukataliwa kwake na wale waliokuja ili kuwaokoa. Lakini watu waliruhusiwa kumwona akiwa mwenye nguvu, wakimwona akipaa katika utukufu na ushindi, wakizungukwa na msafara wa malaika. Viumbe wale watakatifu waliotangaza ujio wake kwa ulimwengu waliruhusiwa kumhudumia katika kupaa kwake na kuhimiza uingiaji wa ushindi kwa ajili ya mwana wa kifalme na wa utukufu. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, wanapaza sauti walipokaribia malango ya mbinguni. Ni nani huyu mfalme? Na kutoka kwa maelfu na makumi elfu sauti ziliitikia, Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Hivyo ombi la Yesu lilijibiwa. Alitukuzwa kwa utukufu ule aliokuwa nao pamoja na Baba kabla ya ulimwengu kuwapo. Lakini katikati ya utukufu huu, Yesu hasahau watu wake wanaosumbuka na kuteseka duniani. Ana ombi la kumwomba Baba. Analiaga jeshi la mbinguni mpaka atakapofika mbele za Yehova moja kwa moja. Kisha atoe ombi lake kwa ajili ya wateule wake. Baba, anasema, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Na kisha Baba anatangaza, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Jeshi la mbinguni linainama mbele yake na kuimba wimbo wao wa ushindi na furaha. Utukufu unamzunguka mfalme wa mbinguni na ulionekana kwa viumbe wote wa mbinguni. Hakuna maneno yanayoweza kutumika kuelezea mandhari yaliyotokea mwana wa Mungu aliporejeshwa katika mahali pake pa heshima na utukufu ambao alihiari kuuacha alipokuwa mwanadamu. Utasoma katika The Signs of the Times la Mei 10, 1899. Huu
ni mwisho wa somo letu la Machi 29, kutukuzwa mbele ya ulimwengu. Na tuombe. Asante Baba kwa ajili ya somo hili ulilotupatia. Tunaomba ukazidi kutuhekimisha na kutufundisha, tukapate kukufahamu wewe zaidi na kuyaishi yaliyo mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu